Alikuwa na kila kitu: magari, nyumba, pesa taslimu, lakini hakuwahi kuwa na amani. Watu walimuita mfalme wa fedha, lakini siku alipoanguka, hakuna hata mmoja aliyesimama kumshika. Hii ni hadithi ya mtu aliyedhani pesa ni kila kitu, mpaka mwisho wake ulipobadilisha maisha ya wengi. Kalinde alizaliwa katika familia maskini kijijini. Baba yake alikuwa mkulima wa kawaida, mama yake akiuza mboga sokoni. Maisha hayakuwa rahisi, lakini kulikuwa na kitu kimoja kilichotawala nyumba yao: upendo. Lakini Kalinde hakuona upendo. Aliona umaskini, aliona aibu. Kila alipowaona watoto wa tajiri wakija shule na viatu vipya, moyoni aliapa, siku moja nitakuwa na pesa nyingi na sitawahi kuwa maskini tena. Miaka ikapita. Kwa bidii na akili nyingi, Kalinde aliingia mjini. Akaanza biashara ndogo ya kuuza vifaa vya simu. Akakuwa haraka. Ndani ya miaka 5 alikuwa na maduka 4. Ndani ya miaka 10 alikuwa mmiliki wa jengo kubwa katikati ya mji. Pesa zikaanza kumiminika kama maji. Lakini kadri akaunti yake ilivyokuwa, moyo wake ulizidi kupungua. Alianza kuwadharau maskini. Alimfukuza kazi mfanyakazi aliyemwomba mshahara wa ziada kwa ajili ya matibabu ya mtoto wake. Alimwambia baba yake mwenyewe, hayo maisha ya kijijini ni ya watu walioshindwa. Mama yake alilia kimya kimya, lakini Kalinde hakujali. Kwa Kalinde, pesa ilikuwa heshima, pesa ilikuwa nguvu, pesa ilikuwa kila kitu. Siku moja, akiwa safarini kuelekea kwenye kikao kikubwa cha uwekezaji, Kalinde alipata ajali mbaya. Gari lake la kifahari lilipinduka mara kadhaa. Watu walikusanyika. Wengi walipiga picha. Hakuna aliyemgusa. Yule mfanyakazi aliyewahi kumfukuza kazi ndiye aliyekuwa wa kwanza kuvunja kioo na kumtoa nje. Akamshika mkono, akamwambia kwa sauti ya huzuni, usijali bwana, tutakusaidia. Kalinde alimtazama kwa macho yenye mshangao. Huyo ndiye mtu aliyemwambia, wewe ni mzigo kwa kampuni yangu. Siku hiyo, akiwa hospitalini, kwa mara ya kwanza hakuwa na simu mkononi. Hakukuwa na mikutano. Hakukuwa na pesa. Kulikuwa na ukimya. Na katika ukimya huo, aligundua kitu. Hakuna hata rafiki wa kweli aliyekaa pembeni yake. Wale waliokuwa wakimzunguka, walikuwa wakizunguka pesa yake. Baada ya miezi kadhaa ya matibabu, Kalinde alirudi nyumbani akiwa mtu tofauti. Alikwenda kijijini, akamkumbatia mama yake kwa machozi. Akamwomba baba yake msamaha. Kisha akaanza kufanya kitu ambacho hakuna aliyetarajia. Alijenga zahanati kijijini. Akatoa ufadhili kwa wanafunzi maskini. Akawarudisha kazini wafanyakazi aliowafukuza bila huruma. Watu walishangaa. Mtu mmoja akamuuliza, kwa nini umebadilika ghafla? Kalinde akajibu kwa utulivu, nilipokuwa na kila kitu, sikuwa na kitu. Nilipokaribia kupoteza kila kitu, ndipo niligundua kilicho muhimu. Miaka michache baadaye, Kalinde aliugua ghafla. Safari hii hakuwa na magari ya kifahari hospitalini, lakini kulikuwa na watu wengi nje ya chumba chake. Wanafunzi aliowasaidia, wazee wa kijiji, wafanyakazi wake. Alifariki kwa utulivu. Lakini tofauti na alivyoishi zamani, safari hii hakufa peke yake. Mazishi yake yalijaa machozi ya kweli, na kwenye kaburi lake maneno yaliandikwa. Alijifunza kwamba thamani ya maisha si pesa unazokusanya, bali ni watu unaowainua. Leo hii kuna mtu anasoma hadithi hii akiwa na ndoto ya kuwa tajiri. Hakuna ubaya kuwa tajiri. Lakini jiulize,
Je, ukipata kila kitu, utabaki na nani? Na kama leo pesa ingepotea, je, kuna mtu angebaki pembeni yako? Fikiria hilo.